Brother John, naomba kurudisha nyuma kidogo, umekumbusha John mkimbizi. Nataka turudi kidogo nyuma kidogo, ni historia ambayo inaweza katujenga watu wengi ambao tuifahamu. Nataka tuweza kutambua kwamba jina la mkimbizi baada ya kugundua kwamba nyie sio raia. Nataka sasa utuambie ili kutesaje kifikra baada ya kugundua kwamba sio raia Tanzania. Sio kwamba kugundua, hiyo ilikuwa tu imekuwepo, kwa sababu mimi baba yangu alikuwa kutoka Afrika Kusini, mama yangu ni wa Tanzania, wa pale Morogoro, na wakati huo watu kutoka South Africa walikuwa ni wapigania uhuru, walikuwa wanaitwa wakimbizi. Kwa hiyo kunitofautisha kwa haraka, John gani bwana? John mkimbizi, mkimbizi. Kwa hiyo ndio ikawa kama ndio maarufu, lakini hakuna jambo ambalo lilikuwa labda linanihuzunisha au kwa nini wananiita mkimbizi au kwa nini wananiita John mkimbizi. Ni kwa sababu tu ya situation yenyewe jinsi ilivyokuwa, kwa sababu wakimbizi ndio walikuwa wanaitwa hivyo, wakimbizi, lakini in real sense walikuwa ni wapigania uhuru. Swala la kwamba kuwa raia, mimi nimekuwa raia Tanzania tu siku zote, kwa sababu wenzangu walipoamua kurudi South Africa, mimi nimechagua kubaki na mama yangu Tanzania, nimechagua kuwa Mtanzania, ndio, na ikawa hivyo. Maisha mengine yanaendelea. Although kuna kipindi fulani kulikuwa kuna hizo changamoto, watu hasa nilipoingia redioni. Na niyo baadaye kabisa tena unakuja huko redioni, watu wanakusikia redioni, John Dilinga Matlow unazungumza pale, alafu kibaya zaidi station ambayo nilianza kuitumikia mwanzo ilikuwa ni ya Kiingereza. Kwa hiyo wakawa wanahisi kabisa huyu jamaa sio nchi, sio kabisa wa nchi. Kwa hiyo immigration walitafuta, lakini mwisho wa siku wakalearn kujua ukweli kwamba na huyu wa kwetu mtoto wa Matombo hapa Matombo. Ulisema pia miaka ya nyuma hujaikuwa karibu na baba yako. Je, kwa upande wako wewe vipi kwa watoto wako wewe kama baba? Kwa watoto wangu kiukweli niko karibu nao sana. Niko karibu nao sana, na yani ni basi tu sijui nini kiwe, lakini kwenye upande wa ukaribu na kuhakikisha kwamba watoto wangu, kwa sababu mimi watoto wangu tangu wanasoma primary, hivi sasa hivi tumetengana nao, wako vioni huko, wengine wako nje ya nchi wanasoma, lakini primary mimi watoto wangu asubuhi nawapeleka shule, nawafuata mwenyewe jioni, kila siku ya Mungu. Ikitokea bahati mbaya sijawafuata, basi kuna dharura moja kubwa sana, lakini hizo ndio zilikuwa priority yangu. Kwa hiyo karibu na watoto wangu uko kubwa sana. Na John una watoto wangapi? Mimi nina watoto wawili, wa kike na wa kiume, kwa mke wangu ambaye wa ndoa, lakini pia na ma legend wawili. Enzi zako wale za kuvusha. Hao ni ma legend hao. Basi ndio enzi za kuvusha John. Pita kule. Fungulie geti huyo. Wa kike na wa kiume, ma legend wawili. Mashaallah. Wakubwa kabisa. Wakubwa kabisa. Kwa hiyo wanafaa kwa matumizi yani. Kama hao ni wazee. Wazee kabisa. Wameolewa na kuoa. Sasa mtoto ana miaka zaidi ya 35 atakuwa. Somo bwana, kuna habari nilisikia ya kaka John Dilinga. Ile short nasikia ni DJ ambaye bado anakula hela za wazungu. Wazungu kumsafirisha kutoka hapa Bongo kumpeleka nje ya Ulaya huko, sio shida zake. Nasikia anaweza kalipo almost hela kuna kufanya kazi kama milioni 50, ikipungua sana milioni 40. Wewe somo hiyo nimeisikia na nini? Nikasema maana yuko tumuulize. Maana DJ hapo anapapatuka ndio kama ina za Mombasa. Yeye vipi atuambie milioni 50 milioni 40 is not easy, na tiketi ya ndege ya business class kutokea hapa kwenda Ulaya kwa ajili ya kupiga muziki tu. Gangake all is gold. Zoza. Mimi na bwata. Tuambie Kajio imekaje? Sio kweli. Jioni si unajua anaweka panzi chini ya carpet. Ila safari za Ulaya zipo. Nasafiri naenda sehemu tofauti, lakini
Sio kweli kwa kiasi hicho, hapana. Unajua watu wanapenda sana. Kwa watu wameongeza sifuri. Mimi watu wananizidishia mambo mengi. Sina mtu mkubwa John. Unajua mimi nakwambia nilishawahi kupiga picha tu. Yaani nimepiga picha ukuta, yani mimi huwa sipendi kupiga picha kuonyesha nyumba yangu. Unaona? Ndio. Nimepiga picha niko kwenye garden tu, nimegeuzia huku ukuta. Ndio. Lakini hizo taarifa nilizokuja kuzikuta kwenye mtandao nimeshika kichwa. Yaani watu wamesema wametoa information kuhusu nyumba yangu, sijui nini na nini. Sasa mimi najiuliza, mtu anatoaje information kuhusu nyumba wakati picha aliyoiposti pale anayozungumzia inaonyesha ukuta. Yaani mtu anaeleza square meter za kiwanja sijui nini swiki. Na wewe ulikuwa una tani ya hiyo ya dhumuni leo umeposti tu maskini hapo. Ukuta sasa ukuta unaelezea nini? Ukuta na majani. Lakini huwezi kwa so kuhusiana na watu kuzidisha masifuri kufanya nini kufanya. Kazi tunafanya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunafanya kazi, tunapata riziki na watu wanatuheshimu. Na maisha yanakwenda, na ndicho hicho ambacho kinaendesha maisha kila siku zote. Kazi za Ulaya. Na tuna project zetu of course. Unaenda kufanya kazi nje, umepata kazi moja unaenda kufanya nje, unafanya nini, na hapa locally pia kitu mikoani unaenda unafanya, unapata riziki, nashukuru Mungu. Na tuna project zetu ambazo zinaendesha maisha yetu. Lakini kusema kwamba sijui utalipwa sijui mamilioni 100, mamilioni 50, sijui na nini. Ni maneno tu, vijana wanapenda kuzidisha vitu. Kwa hiyo kwa mfano labda mtu akimtaka labda DJ John Dilinga Matlo labda aje kumpigia labda ana event yake kama ngapi aandae labda kwa mfano. It all depends. Au maelewano. It all depends Jamani msiogope Kiingereza. Inategemea. Kama kwa Kiingereza kipenda kama labda kubwa. Lugha tu hii. Event pia. Event ni aina gani? Iko katika mazingira gani? Nafasi ipo kiasi gani? Na requirements ni zipi na zipi? Kwa sababu mimi napenda na ina watu labda wa aina gani? Maana leo unaangalia naye na nafikiri na watu pia hiyo. Ukiona Mbugira FC tena wana bei yao. Of course sio katika kuna level fulani huwezi kufanya hata ikiwa ni vipi huwezi kufanya. Unaangalia status yako. Mwingine pia hata mtu anaweza kukulipa pesa lakini mazingira yakawa pia hayafai. Sio rafiki pia unaitema kazi. Sio swala tu la kupata pesa, lakini mwisho wa siku na wewe unachokifanya. Unaangalia value yako na utakachokifanya, je, kitakuendelea kukuweka katika hadhi yako? Sio unafanya kitu unaenda kulipwa milioni 10 alafu unapelekwa sehemu ambapo patakushusha. Mimi nataka tumalizie na mtazamaji hapa sasa hivi. Ili mtu awe DJ mzuri, vigezo ni vipi? Vigezo vangu ni vigumu kwa vijana kwa sababu mimi cha kwanza huwa nasisitiza sana discipline ya maisha, kazi, kuthamini kazi yako, kufanya kazi yako iwe priority number 1, na wasahau kidogo kuhusu umaarufu na maslahi. Ili nalisema hilo kwa sababu mtu atakwambia kwamba sasa bro itakuwaje maslahi tena. DJ jamani sikilizeni hiyo, mchukue ujumbe wenu. Tena maslahi ndio kila kitu, lakini maslahi yanakuondoa katika yani ukifikiria sana maslahi yanakutoa katika ule uhalisia wa kile ambacho unatakiwa kukifanya kwa ubora ili kikupe maslahi. Si umeelewa? Sasa unaweza ukatoka katika ubora ukafikiria maslahi, matokeo yake hata maslahi yenyewe usiyapata katika kiwango kile. Lakini wewe imagine kwamba wewe unapiga kazi, unafanya mazoezi, una focus kwenye kazi yako, ukienda sehemu watu wote bwana, kwa demand inakuwa kubwa. Demand ikiwa kubwa na maslahi yako yanaongezeka automatically. Lakini wewe, ndio maana nakwambia, kwa sababu vijana wengi wana changamoto. Kijana leo anaweza kataka njoo ufanye kazi, anataka apewe milioni 5 au milioni 3. Ukimwambia tu milioni 5, mimi niletee watu wa nusu ya thamani hiyo. Umeona? Nusu ya thamani hiyo niletee watu warudishe japo nusu ya gharama ya hicho unachokitaka. Hana uwezo huo. Yaani DJ anataka milioni 5 au milioni 3 au milioni 4 wakati hana uwezo wa kuleta watu sehemu hata watumia. Umeona? Kwa hiyo wanapotoka na ule maarufu ambao huo hawaustahili. You get the point? Yes. DJ anatakiwa ni kama biashara. Kweli. Nikikupa milioni 5
basi mimi niletee milioni 10 au 15. Yeah. Umeona, au 20 katika kile ambacho nimetoa nilichokupa, na sio unipe hiyo pesa kwa sababu watu watakuja kunywa pombe za thamani hiyo. Hapana, watu walipe kiingilio, umeelewa, ambacho kitaendana na thamani hiyo au ikiwezekana zaidi ya hivyo. Sio, lakini sasa hauwezi DJ leo ukimwambia anajiita DJ maarufu, ukimuita umwambie bwana sikiliza, nenda hapo Mjini FM kwenye parking, tangaza kwamba utapiga pale leo. Alafu watu waje. Hawezi. DJ wanajiita ma DJ wakali kwa kwenda kupiga kwenye baa ambazo tayari zina watu tayari. Si umeelewa? Wanajiita ma DJ maarufu. You should have a fan base. Mimi nilikuwa napiga muziki na hama, nawaambia tu watu kesho kutwa nitakuwa kwenye mti fulani. Watu wanakuja na wanalipa kiingilio, wanaingia na wanaenjoy. Mimi ndo napiga disco mpaka sasa hivi. Rashid anajua disco ambalo watu wanalipa pesa, umeelewa, kwa kuingia na ma VIP pale, unajua hakuna machafu. Sio jambo dogo, umeona. Sasa hivi mpaka hata waliozoea kupita huko na nini, siku wakipotea njia wakija pale wanashangaa kuna kiingilio cha nini. Kuna disco na kiingilio, anambia hili sasa, hili lina kiingilio. Hii sio kiingilio kinywaji. Hii sio kiingilio kinywaji. Hapa unalipa kwanza mlangoni kuingia ndani kuja kufuata burudani hapa. Alafu anashangaa yeye anajiuliza pale, anakuta watu wanafika tu watu 10, 15 wanalipa. Watu wanaongeza wanabook meza hapo. Na wanabook meza, wanafanya nini? Anajiuliza sasa akiingia ndani ndo anajua kumbe ndio maana anakutana unyama mwingi. Ndio maana kumbe hapa watu wanalipa. Kwa hiyo DJ jitengenezee thamani, kuwa na discipline katika kazi, heshimu kazi yako, be on time, kazi yako ithamini kupita kiasi, invest on your job, on your business. Wawekeze katika biashara zao. Basi sawa, na tuna mengi sana ya kuweza kuzungumza na DJ JD John Dilinga, maana mimi nimemkuta kitambo. Yes, sisi hatuna la ziada, tulikuwa wakati mzuri kabisa. Somo kuna la ziada. La ziada labda JD na yeye, kwa sababu sasa hivi ni DJ, lakini lazima tujue anapatikana wapi. Wapenzi wanataka kujua anapiga wapi. Si unanielewa? Maana messages zinakuja nyingi hapa. Si unanielewa? Sababu mimi naitwa John Dilinga, John Dilinga Matlow, aka DJ JD, aka the legend, lakini pia wananiita the DJ of the past, the present and the future. Hivi sasa mimi napatikana club inaitwa The Mars kila Jumamosi. Hiyo ndio club pekee yake Tanzania hii, anaweza kusema, au Dar es Salaam hii, ambapo watu wazima wanakutana au watu ambao wanajua muziki mzuri wanaothamini muziki mzuri wanakutana. The Mars iko jirani na pale tulipofanya Best Buy zamani kwa Club Legends, maeneo ya Namanga, Dar es Salaam. Kwa hiyo karibuni sana kama kucheza zile old school na kumbuka kukutana na marafiki wa zamani, basi that's the place. Thank you. Sawa bwana, nyuma kamera ndio J-Star, mimi naitwa Tadi Official, mimi naitwa Rashida. Mpaka wakati mwingine tena. Basi sawa, mpaka wakati mwingine tena. Ciao.